Nini maana ya kolabo? Kolabo ni kwamba tufanye kazi, nguvu yako na nguvu yangu zisaidie kupeleka muziki mbali. Kuna baadhi ya wasanii nataka nikuonyesha umuhimu wa kwamba sio kila kolabo unapaswa kuikubali. Kuna baadhi ya wasanii wamezikataa kolabo kabisa moja kwa moja. Mfano, ni mwaka wangapi unamsikia Diamond pamoja na Young Lunya wana kolabo ya pamoja na wameizungumza wao kwa wao, lakini haujawahi kuiona. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Diamond aliizuia ile kolabo isitoke, kwa sababu ilifanyika kolabo baada ya kusikia ule wimbo ukaonekana wimbo haupo katika level ya Diamond Platnumz. Kwa hiyo management ya Diamond ikazuia. That's good thing. Kolabo ya Diamond pamoja na Wizkid ni kolabo ambayo imezungumzwa kwa muda mrefu. Diamond mwenyewe ameshazungumza na tuliona Diamond alisafiri na Wizkid na nini na vitu kama hivyo, na tukasikia kuna kolabo, lakini mpaka leo ni kimya. Sasa kwa habari nilizonazo ni kwamba baada ya ule wimbo kuwa umerekodiwa, Wizkid alisikiliza ule wimbo akaona wimbo haupo katika level yake. Yaani wimbo haupo katika class ya kwake yeye Wizkid. Inawezekana wimbo ulikuwa katika class ya Diamond, lakini wimbo haukuwepo katika class ama level ya Wizkid. Wizkid akazuia wimbo kutoka. Kolabo pia hupelekea msanii kudrop. Kolabo pia hupelekea msanii kupoteza mvuto kutokana na aina ya kolabo unaoifanya. Ukiangalia unagundua sio kila kolabo msanii unapaswa kuikimbilia. Kulinda brandi yako. Usimridhishe mtu kwa kutoa kazi ambayo wewe itakuja kukushushia viwango. Usiruhusu kazi itoke ili mradi kazi ambayo wewe haupo katika ile piki yako katika ule wimbo. Harmonize anapaswa kutafuta management ambayo inaweza kusimama na kusimamia haki zake na kusimamia brandi yake na kusimamia standard ama class yake. Kupambana kwa ajili ya kumpambania Harmonize asidrop. Kuzuia kolabo ambazo hazitakuwa na manufaa kwa Harmonize. Kuzuia nyimbo kutoka ambazo zitakuwa hazina manufaa kwa Harmonize. Kuzuia pia baadhi ya vitu ambavyo Harmonize akivifanya vinakuwa kama vinamshusha ama vina drop. Yes, uhali gani ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa Kajenjele Media popote pale ulipo. I hope uko poa, una enjoy life na mambo yako yanakwenda super kama sio dizeli. Awali ya yote tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia afya zetu zikawa barabara na uzima ukiwa umetawala ndani yetu. Moja kwa moja ni kuombe uweze kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili wewe wa kwanza kupata notification. Hapa namaanisha pale tunapo upload video zetu, yani pale tunapo weka trending news, info, all update, stories zote za town, wewe hapo unahakikisha unakuwa wa kwanza, wa pili na watatu anakuwa ni mtu mwingine. Moja kwa moja katika kipindi chetu cha Screenshot, kipindi ambacho huwa tunajadili masuala mbalimbali ambayo yanawahusu mastaa wetu wa Bongo Flava, mamisi, Bongo Movie, burudani kwa ujumla. Hapa ndipo mahala pake. Sasa bana, leo kitu ambacho nataka tukidiskasi ni mwanamuziki wanamuita Mbuzi pamoja na Tembo. Yaani Tembo pamoja na Mbuzi wameweza kuachia wimbo wao rasmi. Harmonize pamoja na Young Lunya wameachia wimbo unaokwenda kwa jina la Mkuu wa Majeshi. Sasa hapa kuna kitu kidogo ambacho mimi nataka nikidiskasi kutokana na wimbo huu ambao wameutoa. Kwanza mimi napenda kuona wasanii namna ambavyo wanashirikiana, namna ambavyo wasanii wa Tanzania wanavyopeana support, namna ambavyo wasanii wa Tanzania wanavyopeana mianya ama wanavyoshirikishana katika projekti zao. Hiyo inaonyesha umoja, inaonyesha mshikamano, lakini sio kila umoja, kila mshikamano unapaswa kufanyika. Hapa namaanisha unapofanya kolabo kama msanii, ni lazima uhakikishe unalinda ile brand yako. Ni lazima uhakikishe unalinda ile status yako, level yako. Kwa maana kwamba kolabo pia hupelekea msanii kudrop. Kolabo pia hupelekea msanii kupoteza mvuto kutokana na aina ya kolabo unaoifanya. Kolabo kama ya Harmonize pamoja na Kusa, sikuona tija ya ile kolabo. Kolabo ya Harmonize na Young Lunya, sijaona tija ya hizi kolabo kwa sababu
ni collab ambazo zinawanufaisha. Kwa mfano kama ile ya Harmonize pamoja na Kusa ni collab ambayo imekwenda kumnufaisha Kusa. Harmonize hajanufaika na chochote. Nitakudadavulia kwa mapana na marefu. Ukiangalia collab ya Young Lunya pamoja na Harmonize ni collab ambayo imekwenda kumnufaisha Young Lunya na sio Harmonize kutokana na level. Wimbo haupo katika level za Harmonize. Na hapa ndipo napotaka tuelewane vizuri. Napenda collab. Kuna mtu anaweza kusema Mr. Pimbi, upende wasanii washirikiane, upende wasanii wapeane support. No. Lazima kuwe kuna level. Huyu anayekuomba umpe support lazima hakikishe anatengeneza wimbo ambao hata wewe utakuja kukusaidia. Kwa mfano, ukiangalia wimbo wa Badman ambao Tunda alimshirikisha Harmonize, ule ni wimbo ambao hata Harmonize ulimsaidia. Ni wimbo ambao upo katika level ya Harmonize, upo katika standard ama class ya Harmonize. Kwa hiyo wimbo kama ule unanufaisha pande zote mbili. Yaani Harmonize ananufaika, lakini pia Tunda ananufaika kwa sababu wimbo unapoenda viral, wimbo unapofanya vizuri, tafsiri wasanii wote wawili wananufaika kwa sababu wimbo unapokuwa mkubwa, Harmonize akipanda stage anaweza akaimba ile Badman na vibe ikawa ni kubwa. Mfano pia wimbo wa Mabantu Utamu, ule ni wimbo ambao uliwanufaisha Mabantu, lakini hata Harmonize ulimnufaisha. Ukiangalia ule wimbo wa Utamu wa Mabantu waliomshirikisha Harmonize, upo katika level ya Harmonize, ulikuwepo katika level ya Harmonize. Angalia wimbo wa Champion wa kwake Kontawa, Harmonize akiwa ameshirikishwa na Kontawa. Ule ni wimbo ambao uko katika level ya Harmonize, na hata performance ya Harmonize ilikuwa ni kubwa. Wimbo wenyewe ulikuwa ni mkubwa. This is what I'm talking about. Tunawishi kumuona Harmonize akiwa anafanya kolabo ambazo zitaendana na level yake. Tunawishi kumuona Diamond, Rayvanny, Mario, Mbosso, Alikiba wakifanya kolabo na wasanii wachanga ili kuwasapoti, lakini ile lazima wazingatie level. Lazima wazingatie class. Kwa sababu kuna kolabo zingine haziwezi kukufikisha popote wewe kama msanii. Nini maana ya kolabo? Kolabo ni kwamba tufanye kazi, nguvu yako na nguvu yangu zisaidie kupeleka muziki mbali. Kuna baadhi ya wasanii nataka nikuonyesha umuhimu wa kwamba sio kila kolabo unapaswa kuikubali. Kuna baadhi ya wasanii wamezikataa kolabo kabisa moja kwa moja. Mfano, ni mwaka wangapi unamsikia Diamond pamoja na Young Lunya wana kolabo ya pamoja na wameizungumza wao kwa wao, lakini haujawahi kuiona. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Diamond aliizuia ile kolabo isitoke, kwa sababu ilifanyika kolabo baada ya kusikia ule wimbo ukaonekana wimbo haupo katika level ya Diamond Platnumz. Kwa hiyo management ya Diamond ikazuia. That's good thing. Kolabo ya Diamond pamoja na Wizkid ni kolabo ambayo imezungumzwa kwa muda mrefu. Diamond mwenyewe ameshazungumza na tuliona Diamond alisafiri na Wizkid na nini na vitu kama hivyo, na tukasikia kuna kolabo, lakini mpaka leo ni kimya. Sasa kwa habari nilizonazo ni kwamba baada ya ule wimbo kuwa umerekodiwa, Wizkid alisikiliza ule wimbo akaona wimbo haupo katika level yake. Yaani wimbo haupo katika class ya kwake yeye Wizkid. Inawezekana wimbo ulikuwa katika class ya Diamond, lakini wimbo haukuwepo katika class ama level ya Wizkid. Wizkid akazuia wimbo kutoka. Harmonize ni muda gani anazungumza kwamba amefanya collabo na Burna Boy? Ukiachilia ile ya kwanza, ni muda gani Harmonize anazungumza kuna collabo kati yake yeye pamoja na Burna Boy? Je, unajua ni kwa nini collabo hii haijatokea? Mpaka leo inazungumzwa almost mwaka wa 4, wa 5, sio wa 3. Collabo haijatoka. Ni kwa sababu niliambiwa baada ya wimbo kuwa umerekodiwa, Burna Boy alisikia ule wimbo, akaona ule wimbo haupo katika level yake. Tukumbuke level ya Harmonize na Burna Boy ni mbingu na ardhi. Burna Boy ni worldwide artist. Harmonize bado ni African artist, tena African artist ambaye bado baadhi ya nchi za Afrika bado hajafika. Ukizungumza Harmonize hatujawahi kumsikia akifanya show labda Senegal, akifanya show Kameruni, akifanya show Nigeria. Huko ni maeneo ambayo hatujawahi kumsikia Harmonize akifanya show. South Africa. Umeelewa? Show zile kubwa. Hapa nazungumza zile heavyweight.
Achana na hizo za basket. Kwa hiyo ukiangalia unagundua sio kila kolabo msanii unapaswa kuikimbilia. Kulinda brand yako, kulinda level yako, kulinda status yako. Kuna kolabo zingine unazifanya, lakini baada ya kuzisikia unazizuia zisitoki. Na kukumbusha bwana mdogo Pattern tu. Pattern alifanya kolabo na Yami na tukasikia vurugu zikawa ni nyingi. Baadaye tukasikia Pattern amegoma ule wimbo stoke, amezuia wimbo stoke. Na Yami akaongea maneno mengi sana, lakini baadaye tukamsikiliza Dogo Pattern, tukamuelewa kwa sababu Dogo Pattern alizungumza wazi kwamba mimi kweli nimerekodi wimbo na Yami, lakini mara baada ya kukaa na kusikiliza ule wimbo niliona sijaimba vizuri. Yaani sijautendea haki wimbo. Kwa hiyo nikaona ni wimbo ambao ukitoka utaniharibia. Ndio maana nikauzuia wimbo stoke. Nadhani mpaka hapo utakuwa unanielewa nini na maanisha. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo naviona vimekuwa ni kasoro kwa Harmonize ama vimekuwa sio vitu vizuri kwa Konde Boy ni pamoja na kuruhusu collab ambazo anazifanya alafu yeye mwenyewe anaziona kabisa hizi ni collab ambazo hazina tija, lakini unaruhusu. Usikubali, usiogope kuchukiwa. Usimridhishe mtu kwa kutoa kazi ambayo wewe itakuja kukushushia viwango. Usiruhusu kazi itoke limradi kazi ambayo wewe haupo katika ile piki yako katika ule wimbo. Ukisikiliza wimbo wa Mkuu wa Majeshi, kwanza beat sio ya Harmonize. Ile ni trap beat. Harmonize sio mtu ambaye anaweza kufiti katika rap. Tumemsikiliza Harmonize. Harmonize sio mwanamuziki ambaye anaweza kufiti katika trap. Na ukisikiliza huu wimbo unaona kabisa Harmonize hajafiti. Hajakaa tukamsikiliza Harmonize yule. So kwangu binafsi naona kuna mapungufu na kuna madhaifu makubwa ambayo yeye Harmonize anaweza kuyarekebisha. Yeye Harmonize anapaswa kuyafanyia kazi. Na ninahisi Harmonize anapaswa kufanyia kazi issue ya management. Kwa sababu wewe kama msanii kuna vitu huwezi kuvizuia moja kwa moja. Harmonize anapaswa kutafuta management ambayo inaweza kusimama na kusimamia haki zake na kusimamia brand yake na kusimamia standard ama class yake. Kupambana kwa ajili ya kumpambania Harmonize asidrop. Kuzuia collab ambazo hazitakuwa na manufaa kwa Harmonize. Kuzuia nyimbo kutoka ambazo zitakuwa hazina manufaa kwa Harmonize. Kuzuia pia baadhi ya vitu ambavyo Harmonize akivifanya vinakuwa kama vinamshusha ama vinadrop. Hivi karibuni tumekuwa tumemwona Harmonize anatoka kwenye mitandao ya kijamii anaongea sana. Katika mazungumzo hayo yanaonekana madhaifu mengi, unaonekana uongo mwingi, vinaonekana vitu ambavyo hata kwa mtu mwenye akili ya kawaida anavingamua na anagundua katika mazungumzo ya Harmonize kuna madhaifu makubwa. Haimaanishi wasanii wengine hawana madhaifu katika mazungumzo yao. Wanayo, lakini kwa asilimia kiasi gani? Wewe kama msanii, wewe sio msemaji. Harmonize sio msemaji. Harmonize sio mchambuzi. Harmonize ni mwanamuziki. Tunatamani kuona page ya Harmonize ikiwa imejawa project. Lakini nowadays ukiangalia project account za Harmonize zimejawa majungu, zimejawa majibizano na wachambuzi, zimejawa majibizano na waandishi wa habari, zimejawa majibizano baina yake yeye na wasanii wenzake. Which is so good. This is not good kwa Harmonize. Kwa career yake this is not good. Kuna vitu vingine hamwezi kuviona, lakini slow vinaharibika, vinaharibu level, vinaharibu muziki wa Harmonize. Angalia Harmonize amefanya mahojiano na moja ya kituo kikubwa tu hapa nchini. Mimi nakitaja tu ni Crown FM. Kama umepata kusikiliza yale mahojiano ya Harmonize na Crown FM, mazungumzo mengi ya Harmonize yalikuwa yamejikita katika kumzungumzia Diamond na sio kuzungumzia project za Harmonize, sio kuzungumzia mipango ya Harmonize, sio kuzungumzia mambo ya Harmonize. Mazungumzo yalijikita katika kuzungumzia WCB pamoja na Diamond Platnumz. Wakati huo Harmonize ana project ametoa, wakati huo Harmonize ana project pamoja na Alikiba wameitoa. So mimi nilitegemea
Harmonize kujikita kupromote ama kuzungumzia project zake ama kuzungumzia project yake yeye pamoja na Alikiba. Lakini mara nyingi tunaona mazungumzo makubwa yalikuwa ya kuzungumzia WCB record label, kuzungumzia Diamond Platnumz, kuzungumzia Wasafi kwa ujumla, which is mimi naona hiyo haikuwa sawa. So wewe unaweza kuwa na maoni yako, unaweza kuwa na busara zako, unaweza kuwa na fakti zako. Hii ni Kajenjere Media. Chini hapo kuna uwanja wa comment section, lakini chini hapo kuna kitufe cha kulike, kuna kitufe cha kushare. Unaweza ukashare video zetu ili usio unapitwa na mambo mbalimbali. Mimi naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti, na hii ni Kajenjere Media. Hiki ni kipindi chetu kinachoitwa Screenshot. Nyuma ya kamera mtu ambaye amesababisha tunapata picha nzuri, sauti nzuri, ubunifu na uona, anaitwa Kidos Pro. Unaweza kumfollow kupitia mitandao yake ya kijamii as Kido Pro kama unahitaji project, kazi zako, music video na mambo mbalimbali. Unaweza kumcheck DM kupitia Instagram account yake ili muweze kuyajenga. Mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii hasa Instagram natumia Mr. Pimbi na kwingineko kote. Lakini sisi pia Kajenjere Media kwenye mitandao yetu ya kijamii yote tunatumia jina la Kajenjere Media. Njoo tu follow, njoo tu share mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na burudani. Mimi nikutakie siku njema, nikutakie Ijumaa njema. Leo weekend ndio inaanza. Kwa hiyo nikutakie weekend njema kuanzia siku ya Ijumaa na kuendelea mpaka siku nyingine. Chao.